Niliwaambia hizi nyaraka zote ni feki, na kikubwa hao waliokuwa wamekuja kufikia pale walikuwa ni watu ambao walikuwa tayari walikuwa wanatengeneza kesi zisizoeleweka. Miaka miwili ilipita, kulikuwa na watu walijitokeza wakawa wamesema eneo lile ni la kwao. Tukawa tumeondoka tukaenda mpaka ofisi ya mkuu wa wilaya. Baada ya kufika kituoni, wakawa wamejielezea wao lile ni eneo ni la kwao, wamepewa mandate katika hilo eneo kufika pale na mtu husika. Kwa hiyo walipofika katika eneo la mtu husika, wamejipa wenyewe mandate ya kuwatoa watu wakiwepo pale ndani. Mimi naitwa Ramadhan Rashidi Maige, ambaye ni miliki wa kampuni inaitwa Tariram Investment Company Limited. Nimekutwa na sitofahamu siku ya tarehe 17, kuna wavamizi wamekuja kuvamia kiwanda changu kilichopo Kigamboni, ambao mimi ndo mmiliki wa eneo hilo husika. Lakini hao watu wamevamia pale, wamefanya vurugu, wamewakamata walinzi na mlinzi mmoja wameondoka naye, na wafanyakazi wakawatoa wote nje, na wao wakabakia katika eneo husika. Mimi nilikuwa sipo, nilikuwa nipo safari. Nilitoa taarifa sehemu husika, ilibidi advocate aelekee polisi, ambao walisema kuwa yule mtu wamempeleka, yule mlinzi wamempeleka kituo cha Chang'ombe. Alipofika advocate alipewa maelezo kuwa yule mtu hajafikishwa pale kituoni. Kwa hiyo kufuatilia kiundani zaidi, tukaambiwa kuwa yule mlinzi amekamatwa, yupo ndani ya gari, hakukabidhiwa kituoni. Baada ya kufuatilia hivyo, wakapiga simu kwa yule mlinzi, akapokea wale watu waliokuwa wamemzuia, waliokuwa wamekuja kumkamata katika sehemu husika. Wakasema kuwa wao wameelekezwa na bosi wao waje wamkamate, waje wafanye pale na waingie katika eneo husika. Kwa hiyo wakawa wamemwambia huyo bosi wao anatakiwa afike ofisini pale kituoni. Baada ya kufika kituoni, wakawa wamejielezea wao lile ni eneo ni la kwao, wamepewa mandate katika hilo eneo kufika pale na mtu husika. Kwa hiyo walipofika katika eneo la mtu husika, wamejipa wenyewe mandate ya kuwatoa watu wakiwepo pale ndani na kukaa wao kama wao. Lakini eneo hilo ni la uwekezaji, lina kiwanda kinafanya kazi, na kuna magodown ya vitu ambavyo tunahifadhia. Kuna majengo makubwa tu yapo 4 na kiwanda ambacho kilichokuwa installation na kinafanya kazi. Lakini hawakujali iko chochote, waliwatoa, lakini hawakuja na kibali cha namna yoyote. Kilichotokea pale, polisi wakawa wanasema nyaraka ziko wapi. Kwa mimi kwa muda ule pale sikuwa na nyaraka yoyote. Waliwaita wale watu kuja kuonyesha nyaraka zao, lakini zile nyaraka walizoonyesha tuliwaambia hizi nyaraka zote ni feki. Na kikubwa hao waliokuwa wamekuja kufikia pale walikuwa ni watu ambao walikuwa tayari walikuwa wanatengeneza kesi zisizoeleweka mahakamani. Wametengeneza kesi zisizoeleweka mahakamani, na wale wakawakana hao watu ambao walikuwa watengeneza. Lakini ukijiangalia registration ya kampuni ambao wanailalamikia, wanasema kuwa wao ndio wamepewa mandate na madirector hao sasa hivi, kuwa ni same registration, ni same registration, same name, bali wamebadilisha address na wamebadilisha directors. Hiyo swala la kuwauliza hawa madirector wako wapi, wakasema hawa madirector wapo Bukoba. Sasa hiyo imekuja nisitofahamu na nikashindwa kufahamu, na kituoni polisi wakashindwa kulisimamia kwa sababu wakasema huu ni mgogoro wa ardhi. Kwa hiyo nimejaribu kwenda mamlaka tofauti na nilirudi ardhi kufuatilia hilo swala, sikufanikiwa. Lakini sasa nisitofahamu ambayo inanikuja inanigusa, sababu mimi pale nimewekeza kama mzawa, nina mali ambazo nafanya, nimeajiri watu, nina mradi ambao unaendelea, na ule mradi mimi nilisajili TIC na nikaregister ile eneo husika, na hadi nikaja nikafanikiwa, nilitoka rasimu mpaka nikapata hati miliki ya eneo husika. Lakini sasa cha kushangaa, mimi nina hati miliki, wale wamekuja na hati wanasema wana hati ambayo ilikuwa ya zamani, na hati hiyo ambayo inaonekana si sahihi kwa sasa hivi kuwepo. Kwa hiyo wao wamekuja pale na wakawa wamekuja na registration ambao walikuwa wamefanya ikionyesha kuwa wao ndio wamiliki.
inaonyesha pale kuwa transaction imefanyika tarehe 10 mwezi wa 10, tarehe 10 mwezi wa 4, lakini hiyo transaction mimi sitambui chochote, hakuna taarifa yoyote ilionifikia, hakuna kitu chochote kinachoendelea, na nimefuata mamlaka husika, wanashindwa kucooperate na mimi. Kwa hiyo nimejaribu kufuata solution yoyote, nimekosa. Sasa hivi wale watu wameng'ang'ania kukaa katika eneo husika, na mimi nikiwa naogopa kufika katika eneo husika, kwa sababu tu naogopa kutokea jambo lolote litakuwa kuja nisitofahamu, wakanizuru ama wakazuru watu, wakatengeneza kesi ambayo isiyojulikana imetoka wapi. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji msaada kutoka katika mamlaka husika ziweze kufuatilia jambo hili na kunisaidia kiukaribu zaidi, sababu nimejaribu njia tofauti tofauti, lakini nakosa mwelekeo. Mali zangu zinaharibika, vitu vinaharibika, kiuchumi hivyo itashuka. Hata jambo hili litakuja litasaidiwa kwa muda huo, mimi nitakuwa tayari nimeshapoteza vitu vingi na nimeingia gharama kubwa ya kuliweka sawa. Waangalie kwa uchunguzi zaidi hawa watu ni watu gani na wameingiaje katika hiyo kampuni ambayo inaonekana ina majina tofauti tofauti na registration ambazo za kubadilishwa kila muda, na pia waangalie kiukaribu zaidi ni nani wahusika wa haya mambo, na inakuwaje mtu ana umiliki alafu ule umiliki unabadilishwa bila kutambulika. Hivyo nilikuwa naomba mamlaka husika zinisaidie ili kutafakari na kuangalia. Nilikuwa namuomba mkuu wa mkoa, nikimuomba kamishna mhusika pia, nikimuomba waziri husika, na nikiomba waziri mkuu katika haya mambo aweze kuyafuatilia kiukaribu, na nikimuomba rais wetu mpendwa anayefuatilia mambo leo na kusaidia jamii ili waweze kutusaidia tuepukane na haya mambo ambayo yanatokea nisitofahamu kwa watu kwa tamaa zao binafsi, ili yani wakuingia na kupata kiurahisi, kwa kuwa wanaangalia tamaa ya vitu ambao wanaweza wakapata hela kiurahisi na kuharibu watu wengine bila kujali watu wengine wanaathirika vipi. Naiomba taasisi zote na watu wema waweze kunisaidia ili jambo liwe jepesi kwangu. Na hapa kwenye kiwanja ni wapi? Kiwanja changu kipo hapa Nunge, ambao ni ploti inasoma na ploti namba 3 namba 4, ambao eneo hili mkiliona hapa limezungushiwa fence lote, na mnaona majengo haya yote yako hapa. Yote haya nimejenga mimi from scratch, na ile eneo lote mnaliliona lilikuwa ni shamba. Nimekuta hapa kuna miogo, kuna minazi, nimejenga kila kitu unachokiona hapa. Na nimejenga kwa kutumia vibali, sikujenga tu kwa kujiamulia, na nilikuwa nimelipa renti zote za serikali. Kwa hiyo nyaraka zote ninazo na vitu vyote nimevifanya kihalali. Na upo kwa muda gani hapa? Kwa hapa mimi nipo toka 2017 na nililipata hili shamba kwa mzao ambayo alikuwepo hapa, ambayo alikuwa analimiliki hili, na nikihakiki kupitia serikali ya mtaa nilianza process zote za upimaji hadi kuja kufuata hati miliki. Naitwa Thomas Manyama, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Majengo iliyoko kata ya Vijibweni, wilaya ya Kigamboni, manispaa ya Kigamboni. Kuhusu eneo hilo lililoko mtaani kwangu, kwa kadiri ninavyofahamu, ni eneo la bwana mmoja anaitwa Ramadhani Maige. Ni eneo ambalo analimiliki muda mrefu, sababu amepata na ile hati kutoka wizara husika, kwa maana wizara ya ardhi. Lakini yapata miaka miwili ilipita, kulikuwa na watu walijitokeza wakawa wamesema eneo lile ni la kwao. Tukawa tumeondoka tukaenda mpaka ofisi ya mkuu wa wilaya. Kwa hiyo wale watu tukaongea nao, dakika ya mwisho tulichokubaliana, kama wanaona kuna shida nyingine waende kwenye mamlaka ya utoaji wa haki, kwa maana ya mahakama. Wale jamaa hawakwenda, lakini baada ya kukaa tena, ndio majuzi tena watu walijitokeza wakasema eneo lile ni la kwao, na wakawa wamesema wamepewa baraka na mahakama. Kwa hiyo wakawa wanataka kuja kuwaondoa watu ili
yani kuondoa wale walinzi wa Bwana Ramadhani Maige ili waweze kufanya nini? Waweze kuchukua nafasi ya kulilinda pale. Sasa kiutaratibu, wakati unapewa ruling ya kuonyesha eneo lile ni la kwako na uweze labda kumfanyia mtu utaratibu, inatakiwa apite baada ya kutoka mahakamani, ipite kwa mkuu wa wilaya, ipite kwa afande OCD, ipite kwa afisa mtendaji wa kata na ipite ofisi ya mtaa, ambayo inaonyesha sasa huyu mtu inatakiwa aondolewe au namna yoyote ile, namna ambavyo mahakama imeamuru. Lakini hawakuwa na nyaraka zozote, kwa hiyo walichukulia sheria mkononi, wakaenda wakaondoa wale watu waliokuwa ni walinzi wa Bwana Maige. Hiyo ndio kwa ufupi ninachojua, lakini kingine ambacho naamini ninajua ni kuwa lile jambo sasa Maige, baada ya wao kuenda kumchezea mchezo mbaya kule wizarani, yeye alichoenda amechukua kaviti, nadhani inaitwa kitaalamu kisheria, ambayo sasa imemruhusu yeye aendelee kuwa ni mmiliki hadi hapo itakavyoamuliwa vinginevyo. Yeah. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.